Haleluya. Kama nilivyosema, masomo ambayo Roho Mtakatifu amenipa ni kwamba kanisa la Kipentekoste linatakiwa kuyapitia hayo masomo ili liweze kufanya marekebisho. Maana mambo ambayo Roho Mtakatifu ananipa au amenipa, manake ni kwamba kuna tatizo katika maeneo hayo. Kwa hiyo watu wanatakiwa wapitie, alafu waweze kufanya matengenezo au marekebisho. Haleluya. Kwa hiyo tumekwisha kusoma kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza. Tumesoma mistari michache pale na tukaona kuna habari za watu kadha wa kadha, lakini mlengo ambao ninamzungumza zaidi, ninayempa uzito, ni mtu anaitwa Hana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Hana hakuwa na mtoto, na mwenzake akawa anamchokoza, anamdhihaki kwamba wewe huna lolote, mimi ndio mimi, wewe una nini? Bwana Yesu asifiwe. Hana akapata uchungu rohoni mwake, ndipo akaingia hekaluni kumwomba Mungu kwa uchungu, na akapata hitaji lake. Manake akapata mtoto ambaye alikuja kuwa nabii Samueli. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama nilivyotoa utangulizi, somo la maombi limegawanyika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, nini maana ya maombi? Sehemu ya pili, kuna aina ngapi za maombi? Sehemu ya nne, kanuni za kimungu unapokuwa unaomba, au mtu wa Mungu anapokuwa anaomba anatakiwa azingatie vitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kifupi, maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya maombi maana unaomba jambo fulani kulingana na hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikitoka kwenye eneo hilo, sasa tunaenda kwenye eneo lingine. Kuna aina ngapi za maombi? Ninazungumza vitu ambavyo anasema mwenye kanisa moja kwa moja. Haleluya. Kuna aina ngapi za maombi? Roho Mtakatifu akanifundisha mwaka ule wa 2022, anasema kwamba kuna aina mbili kuu za maombi. Kuna maombi yanayomdhihirisha Mungu na maombi yasiyomdhihirisha Mungu. Sasa Roho Mtakatifu anaanza kufafanua. Bwana asifiwe. Anaanza kufafanua maombi yanayomdhihirisha Mungu yanaombwa kutoka kwenye kilindi cha moyo wa mwanadamu, yanaombwa kwa uchungu, yanaombwa kwa maombolezo, yanaombwa kwa kulia, na hayo ndio maombi ambayo Mungu anayatazama. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza, tunamwona Hana anaingia hekaluni, anaomba kwa uchungu. Manake hayo ni maombi yanayomdhihirisha Mungu. Kumdhihirisha Mungu manake nini? Kwamba maombi yanayomgusa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanayofanya Mungu atoe majibu, maombi ya uchungu, maombi ya kulia,
maombi ya kuomboleza, maombi ya kurarua nafsi. Haleluya, amen. Maombi yanayomdhihirisha Mungu, yanaombwa kwa uchungu, kwa machozi. Haya ndio maombi ambayo Mungu anayaangalia. Bwana Yesu asifiwe, amen. Biblia inawasifu sana wanawake. Nasema wanawake ni watu wanaojua kuomboleza, wanaojua kuomba kwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Hata wakati ule Roho Mtakatifu anasema na mimi, akanambia unapoanza huduma hii lazima uwe na timu ya wanawake. Pamoja na wanaume wapo, lakini uwe na timu ya wanawake na wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Roho Mtakatifu anasema mwanamke akiwa anaomba kikweli kweli. Bwana asifiwe. Anaomba kwa uchungu. Ingawa yapo na majayanti yanaomba wanaume, lakini Roho Mtakatifu alikuwa anawasifu sana na mama. Anasema mwanamke akiwa anaomba sawa sawa, anaomba barabara. Bwana asifiwe. Jipigini makofi kina mama. Mko vizuri. Hata sisi tuko nyuma yetu. Haleluya. Rukubusha karabasaka. Tunazungumza juu ya matengenezo. Tunazungumza juu ya kanisa kurudi kwenye nguvu yake. Maombi ni jambo la msingi kwa kanisa. Bwana asifiwe. Jana tulifundishwa kwamba sio maombi ya kuomba leo alafu kesho unasema niliomba jana. Ni mbele kwa mbele. Maombi ni mbele kwa mbele. Maombi ni kila siku. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Maombi hayana wakati. Rakabazaka. Sasa ni mke wangu wananiambia asicho kipawa ulichopewa mbona Mungu ameninyima? Kwa sababu mimi namshukuru Mungu kwamba kila siku au mara kwa mara nikiwa nimelala Roho Mtakatifu ananiambia amka kaombe. Amen. Amka omba. Ndio. Inawezekana nisikie ile sauti ya amka omba, lakini unajikuta uko kwenye ndani ya usingizi, umeshaingia kwenye wingu na maombi. Ndani ya shuka unasikia unaanza kutokota, unafungua macho unasema inaanza kuomba saa ngapi? Unasikia unanena tu. Haleluya, haleluya. Amen. Maombi yanayomdhihirisha Mungu. Kanisa la leo linapaswa kuomba maombi yanayomdhihirisha Mungu, maombi ya uchungu, maombi ya kulia. Leo tunaona mambo yanayoendelea, lakini yako wapi maombi ambayo watu wanaomba maombi ya kuomboleza? Leo tunaona dunia iliyochafuka. Leo tunaona kanisa lilo ambalo limekuwa hohehae, limekuwa dhaifu. Mungu ananiambia nimekuita katika nyakati hizi, ni nyakati ambazo kanisa liko wenye ukame. Wewe nimekuita na wengine pia nimekuita. Wewe ni mtu maalumu na wako wengine maalumu. Wako watu wa pekee na wewe ni mtu wa pekee ambao nimewaita nyakati hizi ili kuleta uamsho. Maana kanisa la leo linatembea kwenye ukame. Linatembea kwenye ukame wa kiroho. Rakabasaka. Linatembea kwenye ukame wa kiroho. Nimewaita watu kadhaa ambao mimi mwenyewe nimewachagua ili walete uamsho Tanzania na dunia nzima. Mungu akaniambia sijakuita tu kwa ajili ya Tanzania, wewe nimekuita kwa ajili ya dunia ili ulete matengenezo. Rakabasaka. Anasema ninawaita watu katika nyakati hizi. Watu hao ninawafananisha na Martin Luther.
na Roho Mtakatifu ananiambia Martin Luther kumbukumbu zake zimeandikwa kila mahali. Hata na wewe na wengine pia ni watu wa pekee. Nimewaita ili mseme yale ambayo yanatoka kwa Bwana, kanisa lipate kufanya marekebisho. Maana kanisa limekuwa lege, kanisa limekuwa vipande, halieleweki linakwenda mashariki au magharibi au kaskazini. Riko boshaka. Roho Mtakatifu anataka kanisa litembee mstari mmoja, ili ile mkuu ya kanisa irudi tena katika kanisa la Bwana. Haleluya, haleluya, amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, amen. Roho anasema wewe ni mtu wa pekee katika wa pekee. Maanake wako na wengine ambao nimewaita. Kuna ndugu hapa ameitwa, yeye ametoka Dar es Salaam, na huyo ndugu ameitwa sijui anatokea Kigoma, sijui wapi, lakini ameambiwa nenda Singida ukalete uamsho. Tunataka uamsho, sio bla bla. Tunataka kumwona Bwana, sio bla bla. Tunataka kuona kanisa ambalo linatembea na maombi yanayomdhihirisha Mungu. Tunataka kuona kanisa linalotembea na Mungu, sio linalotembea na mazingaumbwe, sio linalotembea na vitu. Hivyo vitu unavyotembea navyo, unavyoenda kuviokota huko, je, vitakusaidia kitu gani? Hivyo vitu vikiisha utaenda wapi? Yuko Yesu Kristo ambaye yeye hapungukiwi, yeye haishiwi. Mahali popote ulipo yupo na wewe. Piga makofi kwa Bwana na vigelegele. Haleluya, haleluya, amen. Maombi yanayomdhihirisha Mungu yanaombwa kwa uchungu, yanaombwa kwa kulia, yanaombwa kwa huzuni, yanaombwa kwa kuomboleza, yanaombwa kwa kuvaa magunia, yanaombwa kwa kurarua moyo. Haleluya! Liko wapi leo kanisa linaloomboleza? Liko wapi leo kanisa linalolia, linalomwambia Mungu tunataka ushuke, tunataka useme na sisi? Liko wapi leo? Ziko wapi nguvu za Mungu leo ambazo zinadhihirika leo? Sikiliza, wakati Mungu amesema na mimi, nikaanza kuwashirikisha watu wengine, wakaanza huyu na mashetani na mapepo, huyu msimfuate, huyu watawateka. Mimi niwateke, niwapeleke watu. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Aina ya pili ya maombi ni maombi yasiyomdhihirisha Mungu. Maombi yasiyomdhihirisha Mungu, hayo ni maombi ambayo yanaombwa tu kutoka kinywani. Mtu anatamka tu, anatamka tu mdomoni, wala hayatoki rohoni, yanatoka tu mdomoni. Mtu anasema tu mdomoni, anapangilia mdomoni, anapamba mdomoni, anasema nimeomba. Hayo ni maombi yasiyomdhihirisha Mungu, manake hayana matokeo, hayana majibu kutoka kwa Mungu. Bwana atusaidie, Bwana atusaidie. Maombi ya kukariri, maombi ya kukariri. Mtu anakariri tu maombi kutoka kwenye kinywa chake au mdomoni kwake, lakini rohoni hayatoki. Yale maombi hayatoki rohoni. Hayo sio maombi yanayomdhihirisha Mungu. Maombi yanayomdhihirisha Mungu yanaombwa kwa uchungu, yanaombwa kwa kulia, yanaombwa kwa kuomboleza. Haleluya. Naenda eneo la tatu. Roho Mtakatifu anasema nimekupa mlolongo huo, lakini katika mlolongo huo maanake kuna mambo mengi ya kusema. Bwana asifiwe. Mambo mengi ya kusema kulingana na ufunuo wa mtu anaofundisha jambo hili, au kulingana na kanuni mbalimbali za maombi, pia kiafya kwa kawaida. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya.
Sasa ninaingia eneo la tatu, kanuni za maombi kwa mpangilio ambayo Mungu anaweka. Kanuni ya kwanza, watu wanaomba kwa sababu wana mahitaji. Huwezi kuomba tu hivi hivi. Watu wanaenda kuomba kwa sababu wanayo mahitaji. Bwana asifiwe. Huwezi kwenda tunasema mimi naenda kuomba. Unaenda kuomba kuhusu nini? Kuhusu kitu gani? Manake kanuni ya kwanza, watu wanaomba kwa sababu wanayo mahitaji yao. Wanayo mahitaji ya kimwili, wanayo mahitaji ya kiroho. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nitoe mfano kwamba unapoanza huduma au mtu anapoanza huduma, unafika katika mazingira ambayo Mungu amekuelekeza. Manake unayo mahitaji mengi. Unahitaji jengo, unahitaji watendakazi, unahitaji vitendea kazi, unahitaji watumishi wa kusaidia kazi, maana huwezi kufanya kazi peke yako. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Manake unasimama na hitaji ambalo unaliona mbele yako kwamba hiki ni kipaumbele changu, na Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia, ukiwa unaenda kuomba usibebe vitu vingi. Wewe kama unayo mahitaji, omba kwa ajili ya hitaji moja moja. Kama leo tunaomba kwa ajili ya kupata jengo, basi tunalia kwa ajili ya jengo. Sio ndio maombi. Unapoomba yale akanifananisha na mashine inayesaga. Mashine inayesaga, Roho anasema huwezi kuishindilia tu. Unashindilia tu nafaka, unasukuma. Ni lazima iende kadri mitambo inavyofanya kazi. Asema ndivyo taratibu wa maombi, kwamba unapoomba anza na hitaji kipaumbele. Sio unaruka mara unaomba huku mara huku. Omba kwa ajili ya kitu kimoja. Ukishamaliza hivyo, sasa unaamini kwamba Mungu ametenda. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kanuni ya kwanza, tunaenda kuomba kwa sababu tunahitaji. Huwezi kwenda tunasema mimi naenda kanisani, unaenda kufanya nini? Manake watu wanaenda kuomba kwa sababu wanalo hitaji. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kanuni ya pili, watu wanaomba kwa sababu wanakataa habari mbaya. Wanaomba kwa sababu wanakataa habari mbaya. Habari mbaya ziko nyingi. Tunaomba kukataa habari mbaya. Habari mbaya ni kwamba watu hawajaokoka. Hiyo ni habari mbaya, maana tunaomba waokolewe. Ziko habari mbaya za aina mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba kukataa habari mbaya. Tunaomba ukataa kanisa kuwa dhaifu. Tunaomba ukataa kanisa kuwa legelege. Tunaomba kwa sababu tunakataa shetani kuingia kanisani. Tunakataa mila na desturi za kishetani. Tunakataa utamaduni wa shetani. Tunakataa vita. Tunakataa njaa. Tunakataa vurugu. Tunakataa mambo maovu. Tunakataa uongo. Tunakataa udanganyifu. Manake tunaomba kwa sababu tunakataa habari mbaya. Haleluya. Tunakataa ukiwa ni mtu wa Mungu, manake ukatae habari mbaya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ukatae habari mbaya ndani ya kanisa la Bwana. Ukatae habari mbaya katikati ya taifa lako. Ukatae habari mbaya katikati ya dunia. Usishangilie habari mbaya. Kataa habari mbaya. Haleluya, haleluya. Kanuni ya tatu ambayo Roho Mtakatifu amenifundisha. Kanuni ya tatu, unapoomba au watu wanaomba kwa sababu pia wanaombea na wengine. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe.
hiyo ni kanuni ambayo inaondoa ubinafsi. Haleluya! Maanake unawaombea na wengine, unawaombea wainjilisti wote na makanisa yao, unawaombea wachungaji wote na makanisa yao ambao Mungu amewaita, unawaombea maaskofu wote na makanisa yao ambao Mungu amewaita, wale ambao wameitwa na wanafanya utume wa kimungu. Maana Roho Mtakatifu alikuwa aliniambia kwamba kuna utume wa kimungu na utume wa kibinadamu. Utume wa kimungu maana ni kule kuitwa halisi na Mungu, lakini utume wa kibinadamu ni watu wamejiita wenyewe, watu wamesimikwa na wanadamu wakaitwa ni watumishi wa Mungu, lakini hawajasimikwa na Mungu, lakini hawajaitwa na Mungu. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Roho Mtakatifu akaniambia, nimetembea katika ulimwengu huu, nimeona watu waliosimikwa na wanadamu nao wakajiita ni watumishi wa Mungu na wanafanya utume wa kibinadamu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Anasema nimetembea katika ulimwengu huu, nimeona watu ambao wamesimikwa na wanadamu na wenyewe wakajiita ni watu wa Mungu, wakajiita ni watumishi wa Mungu. Manake hao wameitwa na wanadamu, wamesimikwa na wanadamu na wanafanya mambo ya kibinadamu. Ndio maana kila wakati wanatafuta pesa, kila wakati wanatafuta mbinu ya kupata pesa, wanabuni miradi ya kupata pesa. Hao ni watu wenye utume wa kibinadamu. Haleluya, haleluya. Watu wanaomba kwa sababu wanawaombea na wengine. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kanuni ya 4 ambayo Roho Mtakatifu amenifundisha, anasema hivi: watu wanaomba ili watunziwe vitu walivyo navyo. Wanaomba watunziwe vitu walivyo navyo, vitu vya kawaida ambavyo Mungu amewapa na vitu vya rohoni ambavyo Mungu amewapa. Watunziwe vitu hivyo ambavyo Mungu amewapa, na waongezewe na vingine. Kwa hiyo wanaomba watunziwe karama na huduma, na waongezewe na huduma pia, na waongezewe na karama pia, kwa sababu Mungu yeye ni Mungu wa kujumlisha, ni Mungu wa kuongeza, ni Mungu wa kubariki. Haleluya, haleluya. Piga makofi kwa Bwana kama unanielewa. Nataka nikwambie jioni ya leo ni saa ya matengenezo, ni saa ya matengenezo. Mungu alikuwa ananiambia kupitia Roho Mtakatifu, ninainua watu wa kawaida tu kama wewe, ambao ni mtu ambaye sio msomi sana, sio mtu maarufu sana, sio mtu unayejulikana sana. Hao watu wanasema ndio ninawataka mimi, watu ambao hawatambuliki. Nataka kuwainua, maana mimi nawatambua, sio dunia nawatambua. Mimi siangalii vyo vya watu wenye ambao wako kwenye makanisa au waliovipata watu wenye makanisa. Nikaenda mahali fulani nikahubiri, nikamwambia jamani, njoni, nina semina, nina mkutano, msikie vitu ambavyo Mungu anasema. Wasema sisi Bwana Mungu hajasema na sisi. Yeye imekuwaje? Katoto la juzi haka tulikuwa kule bana, kule Mdida kule Pipiti, tumefungua kanisa la jamaa huyo mwaka jana. Mbona sisi Mungu hajasema na sisi? Huyo na mashetani, huyo na mapepo. Mtoto mdogo tu wa juzi hapa alikuwa anapita hapa, anaenda shuleni hapa. Rakabazakazaka. Mungu sio mwanadamu, yeye anafanya kazi apendavyo yeye, sio apendavyo wanadamu. Mungu anafanya kazi anavyotaka yeye, sio wanavyotaka wanadamu. Haleluya, haleluya. Simama kwa miguu yako tupate kumshukuru Mungu kwa neno la jioni ya leo. Rakabazaka randorobo shekiribasa
Rikasakaraduru ritakasakaraduru. Nataka nikwambie kanisa la Bwana sasa linarudi kwenye mstari, kwa sababu tayari Mungu ameshaandaa majemedari. Mungu ameshaandaa majemedari ambao wataleta uhai katika kanisa. Mojawapo ni wewe. Usijidharau, usijione una mali, usijione wewe upo una elimu. Mungu anainua watu. Mungu ananiambia sintakubali kanisa langu liteketee, sintakubali kanisa langu liwe dhaifu. Ninainua watu. Ni saa ya matengenezo, ni saa ya uamsho, ni saa ya kumwona Bwana, ni saa ya kutembea na Bwana. Orakabazaka. Roho Mtakatifu akaniambia hao wache waendelee na mambo yao, lakini nimekuita wewe ulete uhai wa kanisa, na wengine pia nimewaita ili kupambana na ukame wa kanisa la leo. Ukame uliachie kanisa, watu watembee katika nguvu ya Mungu, watu watembee katika mafuriko ya Roho Mtakatifu. Tupate kumshukuru Mungu sasa.